Je, Marekani imefikia mkwamo wa kimkakati katika mgogoro wake na Iran? Wachambuzi wengi mashuhuri wa Marekani wanaonya kwamba Washington inatembea kwenye njia ya mgogoro na Iran, ambayo si lazima ifanikiwe kisiasa au kistratejia. Wanaamini kwamba changamoto kuu inayoikabili Marekani kwa sasa si kuanzisha vita, bali ni kutafuta njia ya kujiondoa kwenye mkwamo unaozidi kuongezeka siku hadi siku. Dunia bado haijaona ukubwa kamili wa nguvu ya Iran. Kauli ya Scott Ritter, mkaguzi wa zamani wa silaha wa Umoja wa Mataifa na afisa wa zamani wa kijasusi wa jeshi la wanamaji la Marekani, inatumika kama onyo kuhusu kufikia kikomo nguvu za Marekani. Katikati ya uchokozi unaoendelea wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran, wachambuzi mashuhuri wa Marekani wenye mitazamo tofauti, kuanzia Scott Ritter hadi John Mearsheimer na Tucker Carlson, wamefikia hitimisho moja, nalo ni kuwa Washington imeingia kwenye vita ambavyo ilikuwa rahisi kuvianzisha, lakini ni vigumu sana kuvimaliza. Katika fasihi ya kimkakati kuna tofauti ya kimsingi kati ya ushindi wa mbinu na mafanikio ya kimkakati. Hata kama Marekani inaweza kutumia ubora wake wa anga kushambulia miundombinu maalum au malengo ya kijeshi, lakini hili halina maana ya kuafikiwa malengo ya kisiasa. John Mearsheimer, mwananadharia mkuu wa shule ya uhalisia, anafafanua zaidi swala hili kwa kusema, nguvu ya kijeshi huwa na maana tu pale inapoweza kubadilisha nia ya kisiasa ya adui. Ikiwa mabadiliko kama hayo hayatatokea, hata operesheni kubwa zaidi za kijeshi zitashindwa kufikia ushindi wa kimkakati. Scott Ritter anaelezea uhalisia huo kwa mtazamo wa kiutendaji. Anahoji kuwa iwapo vita vitaongezeka makali, Marekani haitakabiliwa tu na uhaba wa rasilimali na kudhoofika kwa uwezo wake wa kivita, bali pia itapoteza fursa yake muhimu zaidi, ambayo ni uhuru wa kuchukua hatua yoyote inayotaka katika eneo. Kwa mtazamo wake, mapigano yoyote ya nchi kavu na kupanuliwa kijiografia eneo la kutaiongezea Washington gharama zinazopindukia makadirio ya awali. Kwa msingi huo, swala la msingi si uwezo wa kuanzisha vita, bali ni uwezo wa kudhibiti matokeo yake. Tathmini hiyo inaonekana pia katika uchambuzi uliofanywa na gazeti la Los Angeles Times, gazeti ambalo kwa kuzingatia kurefuka vita linachambua namna Trump alivyonasa katika kinamasi kile cha vita visivyo na mwisho ambavyo alikuwa ameahidi kwa muda mrefu kuvimaliza. Kuongezeka kwa idadi ya wahanga, mzunguko wa mashambulizi ya kulipiza kisasi na kukosekana ufafanuzi wa wazi kuhusu maana halisi ya ushindi, vyote vinaashiria kuwa mzozo huu umevuka hatua ya operesheni za muda mfupi na kugeuka kuwa mgogoro wa kimkakati. Katika muktadha huu, Tucker Carlson, shaksia mashuhuri katika vyombo vya habari vya mrengo wa kiafidhina nchini Marekani, anaangazia kipengele kingine muhimu cha vita hivi, mgogoro wa uhalali wa kisiasa. Anahoji kuwa kuingia Marekani katika vita dhidi ya Iran si tu kwamba kuna kinzana wazi na ahadi za kampeni za Trump za kuepuka migogoro ya nje, bali pia kunaiacha bila mkakati wowote wa wazi wa kujinasua katika eneo hilo kutoka kwenye mgogoro uliopo. Swali rahisi lakini muhimu la Carlson ni hili: ikiwa lengo la vita halijafikiwa na njia kuvimaliza bado haieleweki, je, kuendelea kwa vita kutakuwa na faida gani? Maoni ya Ritter, Mearsheimer na Carlson yanakutana kwenye ukosoaji wa dhana potofu ya muda mrefu katika sera za kigeni za Marekani kwamba nguvu na ubora wa kijeshi pekee unaweza kubadilisha milingano ya kisiasa. Uzoefu wa Afghanistan, Iraq na katika muktadha huu vita vya Iran vimeonyesha kwa mara nyingine kwamba nguvu ya moto pekee haiwezi kuchukua nafasi ya mkakati wa kisiasa. Taifa lenye ukubwa wa kijiografia, uwezo madhubuti wa kijeshi, nguvu ya makombora na uwezo wa kumtwisha adui gharama kubwa haliwezi kuondolewa kirahisi kwenye mlingano wa nguvu kupitia mashambulizi ya anga pekee. Mbali na hayo, vita vya muda mrefu huwa na matokeo ambayo huenea zaidi ya mipaka ya uwanja wa vita: kupanda kwa gharama za kijeshi, matatizo katika uchumi wa Marekani, kupungua kwa hifadhi ya silaha, kuhatarisha usalama wa njia za nishati na kuongezeka migawanyiko ya kisiasa ya ndani. Yote hayo ni sehemu ya gharama za vita ambayo inazidi kwa vigumu kuidhamini kila siku inayopita. Katika mazingira haya, hata kama Marekani itaendelea kuwa na uwezo wa kuendesha operesheni za kijeshi kwa sasa, lakini swali la msingi linabakia kuwa, je, operesheni hizo zinaweza kutoa matokeo ya kisiasa yanayotarajiwa na watawala wa Washington? Ukweli ni kwamba kushindwa katika vita siku zote hakuna maana kushindwa kwenye uwanja wa vita tu. Wakati mwingine kushindwa hutokea wakati nguvu kuu, licha kuwa na ubora wa kijeshi, inaposhindwa kufikia malengo yake yaliyotangazwa rasmi na hatimaye kulazimika kurudi kwenye njia ya diplomasia bila kupata matokeo yaliyotarajiwa. Uchambuzi wa mitazamo ya Scott Ritter, John Mearsheimer na Tucker Carlson unaonyesha kuwa kwa hasa hii ndiyo hofu yao kuu. Kuondokana nayo kunategemea zaidi kuliko wakati mwingine wowote kuchukuliwa maamuzi ya kisiasa badala ya mabomu ya ziada. Kumbuka kwa sasa kuna utulivu kiasi ambao umeshuhudiwa huko Mashariki ya Kati, na hii ni mara baada ya Iran na Marekani kusitisha kushambuliana na kutoa nafasi ya kupatikana utulivu kiasi kwenye safari za meli kwenye bahari ya Ghuba ya Uajemi na juhudi za kidiplomasia zikiendelea. Na Rais Donald Trump
alitoa nafasi kwa mazungumzo huko Tehran, ikisema bado hakuna mazungumzo ya moja kwa moja na Washington japo juhudi za kidiplomasia zinafanyika. Lakini haijakuwa wazi ni kwa nini Marekani imeamua kuacha kuishambulia Iran baada ya kushuhudiwa operesheni yake ikilenga maeneo kadhaa ya pwani ya Iran pamoja na miundombinu. Katika operesheni yake ya karibu wiki mbili ilianzishwa baada ya Iran kushambulia meli zilizokuwa zikijaribu kupita mlango bahari wa Hormuz. Marekani ilifanya wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran. Vilevile Rais Masoud Pezeshkian amelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya miundombinu ya usafiri ya Iran, akitaja kuwa ni uhalifu wa kivita na kutaka hatua za kisheria za kimataifa zichukuliwe dhidi ya uharibifu uliosababishwa na nchi hiyo kwenye vituo vya mpakani, vituo vya forodha na mitandao ya usafirishaji. Akizungumza na maafisa wakuu wa Wizara ya Barabara na Maendeleo ya Mijini Jumapili, Rais Pezeshkian alipitia tathmini ya hivi karibuni ya uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya kichokozi ya Marekani kwenye sekta ya uchukuzi hapa nchini na hatua zilizochukuliwa ili kudumisha huduma muhimu katika sekta hiyo. Rais Pezeshkian amechunguza ripoti zinazohusu uharibifu wa vituo vya mpakani, vifaa vya forodha, bandari, madaraja, barabara kuu, mitandao ya reli na miundombinu mingine ya kimkakati ya usafiri kabla ya kutoa maagizo ya kuharakisha ujenzi upya na kuanzisha njia mbadala za usafirishaji. Akitaja mashambulizi hayo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na uhalifu wa kivita, Pezeshkian amesisitiza kwamba uharibifu uliosababishwa kwenye vituo vya mpakani vya Iran, vifaa vya forodha na miundombinu ya usafiri wa nchi kavu, reli, baharini na anga lazima ufuatiliwe kupitia vyombo vya kisheria vya kimataifa. Amewapongeza wafanyakazi wa Wizara ya Barabara na Maendeleo ya Mijini kwa kudumisha huduma muhimu licha ya mashambulizi hayo ya Marekani, na kusema kuendelea kutoa huduma uthabiti wa mtandao wa usafirishaji na kuzuia kuyumba huduma za barabara, reli, anga na bandari kunaonyesha kujitolea, ufanisi na ari ya kutoa huduma ya wafanyakazi wa wizara hiyo. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Esmail Baghaei amesema kuwa Marekani imeisaliti diplomasia kwa mara ya tatu, akieleza kuwa hatua za Washington zimeendelea kudhoofisha juhudi za kutatua migogoro kupitia mazungumzo. Baghaei ameeleza kuwa badala ya kuzingatia njia za kidiplomasia na kuheshimu ahadi zake, Marekani imechukua hatua ambazo kwa mujibu wake zinapingana na misingi ya diplomasia na zinachangia kuongezeka kwa mvutano katika eneo. Aidha, alisisitiza kuwa Iran itaendelea kutetea maslahi yake ya kitaifa na kwamba mafanikio ya diplomasia yanategemea kuheshimiwa kwa ahadi na kuzingatiwa kwa sheria za kimataifa na pande zote zinazohusika. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema hayo kwenye mahojiano na kituo cha television cha ORF cha Austria na kubainisha kwamba makubaliano ya Islamabad si hati ndefu wala yenye utata, bali ni waraka mfupi wa maelewano wenye vipengele 14. Baghaei amesema kuwa dunia ilikuwa na matarajio kwamba angalau safari hii Marekani ingetimiza ahadi zake. Hata hivyo, hatua zilizochukuliwa na Washington zilikiuka kwa uwazi na kwa kiwango kikubwa vipengele mbalimbali vya makubaliano hayo. Kwa mujibu huyo, hatua hiyo inaashiria kuwa Marekani imeisaliti diplomasia kwa mara ya tatu, akisisitiza kwamba ukiukwaji wa ahadi za kimataifa unadhoofisha juhudi za kutatua migogoro kupitia mazungumzo na diplomasia. Esmail Baghaei amesema Iran imekuwa ikihakikisha usalama wa lango bahari la Hormuz na Ghuba ya Uajemi kwa nia njema kwa miongo kadhaa, licha ya kukabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi kwa miaka mingi. Vilevile, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei anaisifu harakati ya Hezbollah kwa msimamo wake thabiti na usioyumba katika kukabiliana na utawala wa Kizayuni wa Israeli, na kusema kuwa uimara wa harakati hiyo ya Lebanon ni ujumbe wenye nguvu wa ukombozi kwa mataifa yaliyodhulumiwa duniani kote. Akijibu barua kutoka Hezbollah ambapo harakati hiyo ilisisitiza utii na uaminifu wake, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu amepongeza harakati hiyo kwa kusimama kama jabali lisilotikisika mbele ya uchokozi wa kinyama wa Israeli na uungaji mkono wake. Shukran kwa Babe wa Kivita. Mimi ni The Rich Voice.